Bwana Yesu asifiwe, mwana wa Mungu, mahali popote pale unaponisikiliza na kuweza kunitazama. Kwa majina naitwa Apostle Justin Semba. Leo tena nina unabii mzito ambao nahitaji kwenda kukusimulia ili uweze kujua ni nini ambacho Mungu anakifanya katika nchi ya Tanzania. Nilipokuwa katika maombi ya kuliombea taifa hili, nilijikita zaidi kuombea amani, utulivu pamoja na mshikamano viendelee kudumishwa katika nchi hii ya Tanzania. Mungu alinipa neema ya kunionyesha mambo mengi sana ambayo hayana budi kwenda kutokea hapo baadaye. Japo alinieleza kimafumbo, lakini kwa sababu tuna Mungu Roho Mtakatifu ambaye yeye huaga anatufunulia mafumbo na siri za Mungu, basi na mimi nitaenda kukusimulia kile ambacho nilikiona, lakini pia nitakuja kukwambia baadaye ya kwamba nini maana ya maono haya ambayo niliweza kuyaona. Labda tu nikwambie ya kwamba mnamo wa Jumamosi nilikuwa katika maombi mazito sana, na nilipomaliza kuomba niliweza kulala ili niweze kupata utulivu kidogo juu ya ibada ya Jumapili, nijue watu nitawafundisha nini, nitawalisha nini, kwa sababu Mungu Roho Mtakatifu yeye pia huaga anatufundisha hata katika maono, katika ndoto na katika maono ya waziwazi. Lakini nilipokuwa nimejipumzisha kidogo kwa ajili ya kuweza kutafakari ni nini ambacho kesho nitaenda kuwafundisha watu juu ya ufalme wa Mungu, basi Mungu alinipa neema ya kwenda kuweza kuona nini ambacho kitatokea baadaye katika nchi ya Tanzania. Lakini cha ajabu zaidi nilichoweza kukiona, niliweza kumuona mtumishi wa Mungu Askofu Josephat Gwajima, lakini kuna viongozi baadhi ambao sitaweza kuwataja ambao pia nao niliweza kuwaona. Na nilichukuliwa katika maono nikapelekwa katika bahari ya Hindi, na nilipokuwa nikitazama bahari ya Hindi, ghafla niliweza kuiona bendera ya Tanzania ikiwa inaelea juu ya maji, na ilikuwa inaelea kama yule samaki papa, wanasemaga yule papa anayeruka juu na kisha anazama, analuka juu kisha anazama, analuka juu kisha anazama. Ndivyo ambavyo ilikuwa inafanya bendera ya taifa letu la Tanzania. Ilikuwa inazama katika maji kisha inaibuka, inazama katika maji inaibuka. Lakini nilipokuwa nikiitazama ile bendera ikifanya huo mchezo, ikizama ikiibuka, nilikuwa nawaona viongozi wengine ambao wapo katika ngazi mbalimbali katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na wale viongozi nilikuwa nawaona wapo like kama wavuvi. Walikuwa wamevaa vipensi lakini pia wanakaushi, na walikuwa wakibishana sana. Wanaona ile bendera ni kama samaki, wenyewe hawaioni kama ambavyo mimi naiona bendera, wao walikuwa wanaiona kama samaki, na walikuwa wanaona kama samaki papa. Kwa hiyo wakawa wanahofu sana. Mwingine anasema twende tukaivue ile samaki, wengine wanasema hapana, ile samaki hatutakiwi kuivua. Wengine wanasema twende tukavue ile samaki, tutapata kipato kikubwa sana. Wengine wanasema hapana, tusiende kuivua ile samaki ni hatari sana. Kwa hiyo hawa wavuvi ambao nilikuwa naweza kuona ni wavuvi ambao ni wana mamlaka makubwa sana katika serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nilikuwa nawaona wengine wa mawaziri, wengine ni wabunge, na walikuwa wapo kama like wavuvi. Lakini cha ajabu ambacho niliweza kukiona, nilikuwa namuona Mheshimiwa Askofu Josephat Gwajima, yeye yuko peke yake. Yeye yuko peke yake, ashirikiani na mtu yoyote katikati ya wale wabunge ambao walikuwa pembeni wakibishana juu ya yule samaki wanayomuona. Wao wanamuona kama samaki, lakini mimi naiona kama ni bendera ya Tanzania. Cha ajabu zaidi Mungu aliponionyesha Askofu Josephat Gwajima, kwa sababu kabla ya hapo mtumishi wa Mungu, labda nikwambie kitu kimoja. Mungu Roho Mtakatifu aliniambia kwamba unamuona huyu mtu ambaye amekaa peke yake. Nikamwambia ndio. Akaniambia huyu ni mtu ambaye aliingia kilindini mara ya kwanza, hakuona samaki wa aina yoyote. Kwa hiyo hapo alipokaa ni mtu ambaye amechoka sana, na ni mtu ambaye amekata tamaa. Yani namzungumzia sasa mtumishi wa Mungu Askofu Josephat Gwajima. Wakati nikimtazama vizuri, na yeye pia akawa anaiona ile bendera ni kama samaki. Kwa hiyo kitendo kile cha kuiona ile bendera kama samaki, yani mimi naiona bendera ila wale wavuvi wanaiona kama samaki, mtumishi Askofu Josephat Gwajima akachukua boti, akachukua na nyavu kwa ajili ya kuingia kilindini. Wakati ameingia kilindini, amefika karibu na ile bendera, ndio akaja akaona kama ambavyo nilikuwa naiona mimi. Alipokuwa mbali alikuwa anaiona kama samaki. Wakati anasogea karibu, akaiona ni bendera ya Tanzania. Akawa anahitaji kuivua, lakini ile bendera inaingia ndani ya maji kisha inaibuka. Kwa hiyo akawa
nilihangaika sana kwa ajili ya kutaka kujua kwa nini nilipokuwa mbali nilikuwa naiona kama samaki, nimesogea karibu naiona kama bendera. Kwa hiyo kile kitendo cha kikao kinampa hasira sana na kutaka kuichukua ile bendera katikati ya yale maji. Na ghafla sauti kutoka mbinguni ilikuwa inasema, hii nchi nimekupa wewe, hii nchi nimekupa wewe. Kwa hiyo ile sauti inavyopenya katika masikio ya Askofu Josephat Gwajima, ndipo ilikuwa inampa hasira ya kusema kwamba ngoja niichukue hii bendera nijue nini ambacho kipo, kwa sababu nilipokuwa mbali kule nchi kavu nilikuwa naiona hii ni samaki, lakini nimesogea hapa naiona kama bendera. Ghafla kuna wimbi kubwa lilitokea katikati ya bahari, likaupiga ule mtumbi wa Askofu Josephat kumtupa tena huku sasa pembezoni. Lakini ghafla zaidi nilichokuwa nakiona pia, hawa wavuvi wengine walikuwa kumbe wanamuona Askofu Josephat Gwajima kwa mbali akiwa anahangaika kwa sababu ya lile wimbi limempiga. Hawa wakawa wanashauriana ya kwamba, angalia, tulikuwa tunasema kwamba yule samaki hatakiwi kuvuliwa, mnamuona yule mwenzetu ambaye amepigwa tayari na wimbi kubwa na sasa hivi anahangaika katikati ya maji, hebu twende tukafanyaje, twende tukamuokoe. Wakati wanaenda kilindini, kumbe sasa lile wimbi lilipiga ile bendera ikaja nchi kavu, lakini pia mtumishi wa Mungu Askofu Josephat Gwajima pamoja na mtumbi wake wakaja nchi kavu. Nikawa namuona mtumishi wa Mungu Askofu Josephat Gwajima amelala usingizi, lakini ile bendera ya Tanzania iko pembeni yake. Sasa nikawa naona malaika wakiwa wanashuka, wanakuja ni kama wanamfuta yale maji ambayo alikuwa ni kama amelowana sana, ni kama jasho fulani, wakawa wanamfuta. Kisha nikawa namuona malaika mwingine akipewa oda kutoka kwa Mungu ya kwamba mshike katikati ya paji la uso. Nikawa naona malaika wa Mungu anamshika mtumishi wa Mungu Askofu Josephat Gwajima, na yeye nikawa naona ni kama mtu ambaye anapata uweni, kama mtu alikuwa amezimia anapata uweni, sasa anaamka na kuishika ile bendera ya Tanzania. Wakati wale wavuvi wengine ambao nimekwambia pia nao ni wanasiasa wameenda kilindini, ina maana walikuja kugundua ya kwamba Askofu Josephat Gwajima ametupwa huku nchi kavu. Walipoenda walikuwa hawajaweza kumuona pale katikati ya kilindi cha maji. Waliporudi huku nchi kavu sasa waliweza kumkuta mtumishi wa Mungu Askofu Josephat Gwajima akiwa katikati ya maombi ameishika ile bendera kwa nguvu zote. Anaomba kiasi kwamba analia, na nilikuwa nikimtazama katika macho yake jinsi ambavyo Mungu Roho Mtakatifu alikuwa ananionyesha, ni kama machozi yake yalikuwa yanatoka katika damu. Nikasikia sauti ikiniambia, na sauti ile yalikuwa ni maneno ya kitabu cha Luka mstari ule wa 13, sura ile ya 13 mstari wa 31. Inasema, saa ile Mafarisayo kadha wa kadha walimwendea wakamwambia, toka hapa uende mahali pengine kwa sababu Herode anataka kukuua. Akawaambia, nendeni mkamwambia yule mbweha, tazama leo na kesho natoa pepo na kuponya magonjwa, siku 3 nakamilika. Naomba unielewe hapa. Saa ile Mafarisayo kadha wa kadha walimwendea wakamwambia, toka hapa uende mahali pengine kwa sababu Herode anataka kukuua. Mwana wa Mungu unayenisikiliza, nataka tu nikwambia kwamba maono haya yanaendelea.